Karibu tena ndugu mtazamaji. Baada ya kupotea kwa muda fulani, leo tumerudi tena. Na kufuatilia katika kipindi hichi mzee, tuko katika kipindi cha sikukuu nyingi zinakaribia, na vile vile sasa tuko kwenye kipindi cha wanasema Ramadhani, Waislamu wanaita. Kwa hiyo mzee, nilikuwa nataka uelezee kidogo kuhusiana na hizo sikukuu, ukianzia na sikukuu ya Waislamu ya Ramadhani, kisha na hizo sikukuu zinazofuata za Kikristo kama kuna Ijumaa Kuu. Maana pale pana confusion kija kwenye Ijumaa Kuu. Ndio. Ijumaa Kuu maana wengine wanasema kwamba wanasema ni Good Friday, inaanza Ijumaa, Jumapili hadi Jumamosi hadi Jumapili. Na katika Biblia kufuatia ni kwamba kuna ile topic wamesema siku 3 usiku na mchana. Sasa kianzia Ijumaa kuhesabu hivi tunaweza zikatimia. Ila kabla hujafika huko, ningependa uanzie na hiki kipindi cha Ramadhani kwa kufungulia. Okay, nadhani kwamba jambo la kwanza ni kumshukuru. Tuseme Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu ni Mungu wa wote. Sawa. Kwa nimesoma katika Matendo ile sura ya 17 mstari wa 24. Okay. Ambapo Paulo alikuwa amekwenda kule Athena Ugiriki. Akakuta kuna madhabahu imeandikwa kwa Mungu asiyejulikana. Kwa Mungu asiyejulikana. Alizungumza sana akasema kwamba Mungu akawekea wanadamu majira, akawekea mipaka ili wamtafute Mungu japokuwa ni kwa kupapasa ili wapate kumuona. Kwa hiyo haya masuala tunajaribu kuzungumza katika hali ya kawaida ya mazoea, kwa sababu binadamu ana asili ya kuzoea. Anapokuwa amezaliwa anakuta anaanza kukua, baadaye anajua kuna kucha, kuna kuchwa, anakula, siku inapatikana. Sasa kadri siku inavyokwenda kuna namna ya maisha na dunia kuzoea, halafu kwamba kuona mambo ni ya kawaida. Lakini kama nilikuwa nasema kwamba tulipotea, kulikuwa na kipindi kile katikati masuala ya chaguzi, sawa, lakini ninachoshukuru kimoja ni kwamba sisi tunatoa masomo. Na masomo yetu ni masomo mtu akiyafuatilia siku zote, maana yake anakuwa ni siku zote yanafikirisha. Sawa kabisa. Ni mambo ambayo hayapitwi na wakati. Kwa hata yale machache, kwa sababu nashughulika sana masuala nyeti, nyakati na majira, ni masuala mazito sana ambayo nadhani hata wenye hekima kuna kipindi Danieli alitamani ajue vitu, lakini akwambia wakati wako bado. Lakini hata mitume nao walitamani wajue majira. Lakini nakumbuka mfalme Ahasuero kwenye Esther 1:3 asema wenye hekima. Na hekima ni jambo la msingi, kujua nyakati na majira ni mahali palipofichwa sana. Lakini mwanadamu ili atofautiane na viumbe wengine ni kwamba lazima ajue anakotoka. Ndio maana anakuwa na ancestors. Na ndio maana ukitazama sisi binadamu ni kwamba tuna mahali pa kuanzia, kwamba kuna mtu anaitwa Adam. Lakini ukija wanyama wa porini, ina maana hauwezi ukasema genealogy ya mnyama fulani nyati au simba babu yake alikuwa ni fulani, wanaitwa wanyama. Binadamu tumeumbwa, tunaambiwa kwamba kwa mfano wa Mungu, tunaambiwa hilo katika vitabu vitakatifu ambavyo na sisi tulivikuta. Lakini hapo umezungumza habari haya majira. Tuko kwenye majira, mara nyingi kuna sikukuu nyingi sana ambazo ziko mbele yetu. Mfano mmoja wapo, tuko siku ya 4 leo ya mwezi unaitwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao ni sawa na mfungo 9 ama mwezi wa 12. Kama ninavyopata kuzungumza mara nyingi sana kwamba mimi ndani ya miaka 35 ya uhai wangu, maana yake nilikuwa katika jamii ya Kiislamu. Sasa kuna mjenga mmoja anaweza kujitokeza kwamba wewe imewezekana vipi, kwa sababu mtu hawezi akawa Muislamu afu akaacha Uislamu. Hizo ni nadharia na mawazo tu mgando, ambao kama nasema hivi ni mvinyo fulani ya mafundisho mtu aliyojazwa toka mapema sana kulingana na mazingira aliyokulia. Kuna wakati fulani unaweza kujaribu kuingia katika masomo ya labda ya Qur'ani na dini, halafu ukawa labda huzungumzi kama vile wanavyotaka wao. Wanasema haukuwa Muislamu, lakini wakati huo kama haujakana. Kwa hizi ni saikolojia tu za maisha. Ambazo inawezekana kwamba kuna kiumbe mmoja anaitwa Shetani anavuruga watu sana. Sasa Ramadhani, unapozungumza Ramadhani ni miongoni mwa miezi ya mfungo wa Ramadhani. Kwa safari hii ni kwamba mwezi uliandama Jumanne tarehe 17 kwenye huu mwezi wa Februari. Unaona, lakini sisi katika ufuatiliaji wetu wa nyakati na majira, maana ni kwamba Waislamu wanatumia kalenda ya mwezi ambao ni lunar calendar, ambao wangesema kwamba sasa ni mwezi wa ngapi? Mwezi wa Ramadhani katika mwaka wa 1400
na 47 wanasema alhijiria. Alhijiria ni kwamba ukitazama sisi inaanza kipindi ambacho maswahaba walikuwa na hama kutoka mji wa Maka kwenda Madina. Lakini wakaangalia mwezi kipindi hicho ili wapate kwa kianzio ambao tuikuta kwamba ni Jumatano tarehe 2 Februari mwaka 1922. Sasa kama ukiangalia tena ni kwamba kalenda yao inakuwa imeanzia pale katikati wakati dunia ishakuwa na miaka 4775. Yaani maana mwezi angani kipindi hicho ambao wanautumia wao kwa mujibu wa Biblia ulikuwa ishaandama mara 59,227 tangia dunia hiyo. Toka dunia yumbwe maana mara 59,227. Sasa wao wameanzia katikati. Ndio maana nataka kusema ni kwamba kitabu pekee ambacho kinatupa taarifa sahihi za dunia, ukiacha nadharia za kina Charles Darwin na watu wengine wanaozungumza habari ya mabilioni ya miaka, ni kwamba Biblia ndio kitabu pekee sahihi kinachotoa taarifa. Hivi vingine vyote, iwe Qur'ani, iwe Rig Veda, iwe historia ya ulimwengu, kazi yake yote au sayansi ni kuisaidia, tuseme ni kujibu kuisupport ile Biblia inachosema. Okay. Kwa hiyo siku ile ya Jumatano tarehe 10 na hiyo sasa ukiondoka 17 18 ambao ni Februari, ambao ndio mfungo mosi, ambao leo ni Jumamosi, ni siku ya 4. Siku hiyo ikaonekana kuna kitu wanakiita Kwaresima au Jumatano ya Majivu. Kuna Jumatano ya Majivu ni mfungo ambao ukiutazama zaidi na ukuta kwa Katoliki, ambao unaanzia Jumatano ya Majivu mpaka kuna kitu wanakiita Palm Sunday, yani ile Jumapili ya Mitende. Kuna controversy katika lugha ya Kiingereza au kuna mkanganyiko mkubwa sana. Unapozungumzia tu kwa mfano swala la Jumapili ya Mitende, unataka useme ya kwamba Yesu Kristo jana yake alikuwa Betania, ambapo hiyo siku Betania kama Jumapili ya Mitende, maana yake Jumamosi ni jana yake. Lakini tunaona ile jana yake alikuwa Betania kwa kina Martha na Lazaro. Hatuoni ibada yoyote pale, ila tunaona watu wakipika. Sasa alivunja Sabato Yesu. Kwa kuna mkanganyiko mkubwa. Ndio maana tukitoa haya masomo mtu anaweza kusema yana maana gani? Yakikosa maana basi hata maana ya masomo mengine haina. Kwa sababu kila tunachokisikiliza, tunachokizungumza kinakuwa na historical background. Maana kina chanzo chake. Tunachosikia kuna chanzo. Sasa ukisema labda tucheze tu muziki tufurahi, maana yake ni kwamba tunakuwa tu kama ndege hata ndege, kuna ndege wengine wanacheza muziki. Lakini mwanadamu, ili uweze kujua kabisa katika mkanganyiko huu wa dunia, elimu tunayoitoa si kwa ajili ya watu wa dini peke yako. Hii ni kwa ajili ya watu wanaoishi katika sayari ya dunia. Masomo yetu ni ya kisayansi zaidi. Si masuala kwamba ni ya mbinguni tu, yanazungumza uhakika wa masuala ya dunia. Kwamba kama kuna kitu kinaikuta dunia, kitamkuta Muislamu, kitamkuta Mkristo wa dhehebu yoyote, kitamkuta mtu asiye na dini, kwa sababu wote tu katika sayari moja, sayari ya dunia. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba hizi siku tu katika haya majira ya siku, zipo sikukuu nyingi sana katika kipindi hiki ambacho kinakuja. Lakini sikukuu tuliyosema kwamba hii ya Ramadhani au tuache hao, inatusaidia nini sisi? Inatusaidia kitu kimoja, kwamba Muislamu au Qur'ani au tawala za Kiislamu nazo zimesaidia kuihifadhi historia ya dunia. Sawa. Nikiwa na maana kwamba kuna taarifa walizoziweka wao, na kwa kuwa wana misimamo mikali kupitia taarifa zao, hakuna siku iliyopotea. Maana kwamba kuanzia mwaka huo 622 Jumatano tarehe 2 Februari, ambao zaidi ya miaka 1400 na kitu. Ina maana wamehifadhi Waislamu, yani miandamo ile ya miezi, maana wametuhifadhia taarifa za dunia. Okay. Na saa nyingine kuna mtu mmoja akasema unaweza kutoa masomo kama haya. Halafu mtu akasema ni rahisi. Kuna watu, hizi taarifa zimehifadhiwa kwa damu na jasho. Watu wamekufa, watu wameuawa, watu wamechinjwa kwa ajili ya kuhifadhi zile taarifa. Sasa nasemaje kwamba sisi ni neema tu. Neema ni kitu ambacho ni bure. Inawezekana kwamba ukasema labda mimi nina akili sana. Jiulize akili ambazo unazo umezipata wapi? Ina maana kwamba kama umeumbwa na huyo usiyemuona, tunaita Mungu, amekupa ubongo, amekupa IQ, amekupa kitu ambacho saa nyingine mtu mwingine hajapewa. Sasa mwisho wa siku, kama ninavyosema kwamba hizi sikukuu zinatujulisha kujua nyakati na majira. Nadhani hilo ndio swala la msingi zaidi ambalo ndio masomo yetu, kwa sababu ili uijue dunia, ili uwe mwanadamu, ili uwe na maarifa, uwe na hekima katika sayari ya dunia, lazima kwanza ujue dunia ilikotoka, ilipo
na inakokwenda. Huyo ndio mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Haya mengine yote haya yapo, tuna watu wanazaliwa, watu wanalima, watu wanatajirika, watu wanafanya vipi, lakini mwisho wa siku tunarudi kwa mtu aliyepewa hekima kubwa ambaye ni Sulemani, akasema mwisho ni ubatili mtupu. Kwa tuna uwezo katika kufikia viwango vya juu zaidi vya meaning of existence kwa mtu msomi duniani wa aina yoyote kama vile Sulemani. Maana yake ni kwamba anajaribu kutafuta maana ya maisha. Anajaribu kutafuta kusudio la dunia. Sasa hizi taarifa ambazo tunazipewa za majira na nyakati, ukajua ni Ramadhani, ukajua siku kutoka Ramadhani kutakuja Shawwal, kutakuja Dhulqada, kutakuja Dhulhijja ambapo siku ya 10 ya kichinjo. Kwa vyote hivi unavikusanya. Mwisho wa siku unaangalia kwamba huyu mtu alipopatia ni wapi na alipopindisha ni wapi. Unatumia nini kujua? Ubongo huu tuliopewa una uwezo mkubwa kuliko kompyuta. Yesu akasema akawatakasa akili zao wapate kuelewa nini? Maandiko. Kwa hiyo nadhani kwamba kama unazungumza kwamba ulikuwa unataka sana kuzungumza hizo siku, habari ya siku kwa mfano umezungumza habari ya nani? Kama vile Yona alivyokuwa ndani ya tumbo la nyangumi siku 3 usiku na mchana. Nadhani hiyo ni Mathayo sura ya 12 mstari wa ngapi? Wa 40. Hii ni somo ambalo unaposema hii kwa mfano hii Jumatano ya Majivu, labda Palm Sunday. Hii ya Majivu siyefuatilia sana, lakini wanaposema Palm Sunday tayari pale hakuna kitu cha kinachoitwa Palm Sunday, kwa sababu ile siku ambayo Yesu aliingia Yerusalemu haikuwa siku ya Jumapili, haikuwa juu ya mwanapunda, ilikuwa ni siku ya nini? Siku ya Ijumaa. Okay. Kwa sababu unaposoma ni kwamba katika Yohana sura ya 12 mstari wa kwanza maandiko yanasema wazi kwamba siku 6 kabla ya Pasaka Yesu alifika Betania. Yaani siku 6 kabla ya Pasaka Yesu alifika Betania. Sasa unapozungumza Pasaka ni swala ambalo tayari unakwenda Misri, unarudi Misri walivyotoka Misri, kwamba siku ya 14 ya mwezi wa Abibu ni siku ya kuchinja mwanakondoo, yaani mwanakondoo wa Pasaka. Unaposema Pasaka inaangukia siku ya 14 ya mwezi wa Abibu. Mwezi wa Abibu ni mwezi wa kwanza wa Kiyahudi. Kwa ile inavyosema 12 ile Yohana kwamba siku 6 kabla ya Pasaka Yesu alifika Betania ni swala mahesabu. 14 toa 6 ni 8. Kwa unapata kwamba tarehe 8 mwezi wa Abibu katika mwaka wa 30 Yesu ndipo alipofika Betania. Sasa ukifuatilia mfumo wa tarehe toka kipindi kutoka Misri mpaka siku ile inaangukia Alhamisi. Maana ni Alhamisi tarehe 8 mwezi wa ngapi wa Abibu mwaka wa 30 miladia. Ambapo baada ya kuenda siku ya pili yake Biblia inasema kwamba Yesu akaingia, ile ukisoma Yohana 12:12 akawa anakuja Yerusalemu. Alipofika Yerusalemu ikaonekana kwamba aliingia hekaluni. Andiko lile la Yohana linaendana na andiko la Mathayo sura 21 kama mstari wa 17. Yaani tukio lile linaandikwa kwamba hivi kwenda amechukua mwana nani yule mwanapunda, na baadaye akashangilia Hosana mwana wa Daudi ajaye kwa jina la Bwana. Na alivyoingia pale siku hiyo akaingia hekaluni, maana yake akafanya nini? Akawafukuza watu waliokuwa wanafanya biashara. Siku hiyo inakuwa siku gani? Maana yake ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo baada ya tukio lile akarudi tena akalala wapi? Betania. Kesho asubuhi ndio akaja tena wapi? Hekaluni. Alivyokuja hekaluni maana yake ni kwamba ni siku ya pili yake ambayo ni siku ya Sabato. Anaingia ukianzia 21:17 pale katika kitabu cha Mathayo unaikuta Mathayo yote 22, Mathayo yote 23, 22 na 23 ni mahubiri ambayo Yesu alihubiri akiwa hekaluni siku ya Sabato. Maana alikuwa anasema ole wenu maandishi na mafarisayo wanafiki, alikuwa ndani ya nini? Ya Sabato. Sasa ukisema kama ilikuwa ni Jumapili ya mitende, basi Yesu alikuwa anafundisha siku ya Jumatatu. Haya, tunakuja Mathayo 24. Ile Mathayo 24 inazungumza kwamba baada ya kufika jioni Yesu akatoka hekaluni, akawiko faragha na wanafunzi wakamwonyesha ile hekalu. Kwamba angalieni hekalu ilivyokuwa ni zuri, anasema hapata sala jiwe juu ya jiwe. Sasa ukitazama ni kwamba kwa mujibu wa taarifa za Kiyahudi siku inaanza jioni. Kwa anavyotoka Sabato maana ni kwamba jua linaanza kuzama. Linapozama jua ishaingia siku ya kwanza ya juma ambayo ni Jumapili. Siku yetu ishaingia tarehe 11 ambayo ni Sunday, anavyokuwa nao faragha. Kwa ukisoma yote ile Mathayo 24, Mathayo 25 yote ni maneno ya Yesu akizungumzia habari za siku za mwisho. Haongei akiwa kwenye hekalu tena, alikuwa anaongea faragha akiwa na wanafunzi wake. Akamalizia kwenye Mathayo sura 26 mstari wa 2 na 3 alivyomaliza pale maneno yake, mnajua ya kwamba baada ya siku 2 itakuwa ni Pasaka na mwana wa Adamu atasalitiwa auawe. Sasa siku 2 ni zipi? Tarehe 12 na 13. Maana ya 14 iwe ni nini?
Pasaka. Yaani yanakwenda vile vitu, so inakulisha hata kwenye Yohana 13 anaposema siku, anasema kabla ya Pasaka Yesu alikuwa chakula cha jioni. Kwa hiyo Yesu anakula chakula cha jioni siku ile 14 ya mwezi wa Abibu, ambapo ni mwanzo wa siku, sababu siku ina jioni mbili. Kuna jioni ya kuanza siku na jioni ya kumaliza siku. Ile jioni ya kuanza siku ya kumaliza tarehe 13 mwezi wa Abibu, yani kuanzia Jumatano inaondoka, Jumanne inaondoka, inaingia Jumatano. Ndio Yesu anakula nini? Kile chakula na wanafunzi wake. Aliyomaliza pale, kama ukiangalia vizuri, ile yote Yohana 13, Yohana 14, Yohana 15, Yohana 16, Yohana 17, yote ni maneno ya Yesu aliyoyafanya Jumatano tarehe 14 mwezi wa Abibu, siku inapoanza. Wala mchezo ulikuwa umegaa. Hiyo fikiri ile Yohana sura ya 18 ndipo sasa akaingia katika kijito Kidroni, katika mlima wa Mizeituni. Anapoingia pale kuonekana kwamba ndio sasa wale watu waliotumwa kumkamatwa, anakamatwa usiku huo tarehe 14 Jumatano wa mwezi wa Abibu. Asubuhi anakwenda kwa Kayafa, anaenda kwa Praitorio, sababu Pasaka haijaingia. Inafika hatua sasa, wakati ule anasema ilikuwa siku ilikuwa ni maandalio ya Pasaka, walivyomweka tu msalabani, ina maana kama tayari walivyomzika tu, ikaonekana kwamba watu wakaende ili wanini. Yaani maana kipindi hicho sasa Yesu anakuwa msalabani, ndio kipindi ambacho mwanakondoo. Yaani Biblia imenyoka siku 3 usiku na mchana, unaikuta ni kwamba ilikuwa ni siku ya Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi. Kwa habari ya Ijumaa Kuu haipo. Kwa hiyo walioingiza Ijumaa Kuu, yani ni fundisho potofu ambao wameliingiza. Ili fundisho Bwana Michael ni kwamba unapotazama kitabu cha Efeso, wakati Paulo katika kitabu cha Matendo ya Mitume walisema tutakapoondoka sisi, mbwa mwitu wakali watakuja wasilihurumie kundi. Halafu atakuja ile roho ya upotovu. Unajua kwamba mwaka wa 70, ule mwaka wa 70 kwamba ile Yerusalemu, ule mji, hekalu libomolewa. Unaposoma, nishaisoma mara nyingi siku za nyuma 21-24 ile Luka, inaposema wataanguka kwa ukali wa upanga na watatekwa nyara na kuchukuliwa katika nini? Mataifa yote. Halafu Yerusalemu utakanyagwa na mataifa mpaka majira ya mataifa yatakapotimia. Kwa hiyo unapokuta mwaka 70 wale original Wayahudi wakawa wamekwenda uhamishoni. Kanisa kama kanisa kipindi hicho lilikuwa chini ya mfumo wa mitume, ndio walikuwa wanaliongoza. Lakini baada ya mwaka 70 kutawanyika, ikaonekana kama kanisa likawa limekosa ule mfumo halisi. Na unabii unaonyesha kwamba kanisa litaingia gizani. Kuna uharibifu mkubwa utafanyika. Unavyoendelea kufanyika uharibifu ule mkubwa, maana yake ni kwamba baadaye kule mbele kuna mpango wa Mungu wa matengenezo. Na ndio maana ukiangalia kwamba katika zile nyakati 7 za kanisa, baada ya hapo nakuta kuna kanisa unabii wa Efeso, kuna Smyrna, kuna Pergamo, kuna Thyatira, kuna Sardi, Philadelphia na Laodikia. Na unakuta kwamba katika kanisa la Sardi tunamkuta Martin Luther akifanya matengenezo. Kwa unapojaribu ni kwamba Mungu anasema kuna wakati wa kung'oa na kuna wakati wa kupanga. Kwa kila unachokiona duniani kinakwenda katika mipango ya kimungu. Inawezekana kwamba ukawa Muislamu, ukawa Mkristo, ukawa Mhindu, ukawa Mbudha, ukawa mpagani, ukawa yeyote mwanasiasa utakaye kuwepo. Lakini kwa kuwa unaishi katika sayari inayoitwa dunia, yanayozungumzwa kuhusu dunia, yanayozungumza kuhusu majira, yanayozungumza kuhusu nyakati, yanamhusu mtu yoyote. Ndio maana kupitia masomo haya mpaka tukao tumeweza kujua elimu ya anga ya astronomy. Sawa kabisa. Kurudisha nyuma kidogo, ulikuwa unazungumzia sana tarehe 14 mwezi wa Abibu. Maki wengi ni kama hawafahamu. Sasa hiyo tarehe 14 ulimeipata jina au mwezi wa Abibu? Maana kaangalia sisi tumezoea sana miezi ya January, February, March. Sasa hiyo accurate, yani hiyo information umeipata je hiyo kama tarehe 14 mwezi wa ndio Yesu? Nadhani tarehe 14 mwezi wa Abibu unaweza kuitoa katika kitabu cha Kutoka sura ya 12. Wakati wanapotoka Misri waliambiwa kwamba huu hapa ni mwanzo wa miaka kwenu, wale wana wa Israeli. Na unaposoma Rumi ile sura ya 10 unaona kwamba kuna kipindi wale watu wamepewa mausia ya Mungu. Unajua Wayahudi, ukisema Wayahudi unazungumzia Jews. Na Jews unazungumzia Yuda. Yuda ni mtoto wa 4 wa Yakobo. Kwa anajaribu kuonekana kwamba amepata bahati kwa sababu kupitia kwake ndio tunamkuta Yusufu
ambaye Yusufu akamwoa Mariam na baadaye Yesu akazaliwa, kisa kwamba Yesu amezaliwa kupitia Mariam. Ni kama ile genealogy najaribu kwenda kule kwa sababu kupata bahati. Kwa sasa taarifa za Biblia ukiziangalia vizuri unapata ni taarifa za dunia. Lakini kama ni taarifa za dunia, walioziandika ni watu gani? Ni Wayahudi. Kwa sababu kuanzia kitabu cha Mwanzo, labda tuchukue vizazi vizazi karibuni 9 kutoka kwa Adam mpaka tuseme kwa Shem, vizazi 10 pale. Wale watu wote tunahusiana, sababu kuanzia Adam mpaka wale wengine ni kwamba sisi wote ni genealogy, baba zetu wale. Yaani dunia yote tunahusika. Tunaanza kugawanyika kutoka kwa nani unajua? Kutoka kwa Nuhu. Yaani Nuhu ni baba wa wote duniani. Ila baada ya Nuhu ndio akapatikana Shem, Ham na Yafet, ndio mgawanyiko wa mataifa ya dunia. Lakini baadaye ikaonekana baada swala la gharika. Tena nikisema gharika, kuna kitu nilikiangalia kwamba kuna taarifa zimeandikwa kiuhakika sana, hata mimi najua kwamba hivi ziliandikweje. Kwa mfano, unakuta kuna siku ya 10, Biblia inaniambia kwamba siku ya 10 ya mwezi wa Zivu, yaani mwezi wa pili, nitakuambia ile habari ya Abibu, mwezi wa pili ndipo Nuhu na viumbe vingine vyote waliingia kwenye safina. Kwa ukishafahamu tarehe moja ya ulimwengu, ukiwa na maarifa tarehe nyingine utazijua. Ndio maana akasema kwamba waliingia kwenye safina Jumapili, Sunday, tarehe 10 mwezi wa Zivu katika mwaka wa 2509 kabla ya Kristo. Na walitoka katika safina ilikuwa Jumamosi tarehe 27 mwezi wa Zivu katika mwaka 2508 kabla ya Kristo. Ina maana ndani ya safina walikaa jumla ya siku 384. Okay. Ndani ya safina walikaa jumla ya siku 300. Kwa ukisoma kitabu cha Mwanzo ile sura ya 7 na ya 8 inakupa taarifa 10 za tarehe jinsi zinavyoonekana. Tena zimenyoka kweli kweli mpaka unakuta mpaka hata ile safina ilivyotoa katika mlima Ararati siku ya 17 ya mwezi wa Tebeth ambao ni mwezi wa 10, kitu kama hicho katika mwaka 2509 kabla ya Kristo. Hapo ni miaka 1656 baada ya uumbaji. Kwa unajaribu kuziona hizi taarifa mbona ziko usahihi hivi? Kwa sababu ukizitafuta ukaziunganisha na taarifa nyingine ili ufanye connection ya siku zinakuwa vile vile. Kwa sasa ukitazama ni kwamba tumejueje hili miezi ya Abibu, kwamba imewezekanaje kujua mwezi wa Abibu? Ipo ndani ya Biblia imeandikwa. Mwezi wa Abibu umeandikwa, mwezi wa Zivu umeandikwa ambao ni wa pili, mwezi wa Siwani umeandikwa, namna tu mtu aitafute. Halafu mwezi wa 4 ni mwezi wa Tamuzi, mwezi wa 5 ni mwezi wa Avi, wa 6 Eluli, wa 7 Ethanim, mwezi wa 8 ni Buli, mwezi wa 9 Kisleu, mwezi wa 10 Tebeth, mwezi wa 11 Shebat na mwezi wa 12 ni Adari. Ndio maana mpaka leo tuko kwenye mwezi wa Adari. Kwa hiyo maana ukitafuta zile taarifa unazikuta. Isipokuwa ni kwamba kwa kalenda hii unaosema kwa mfano ya Kirumi ndio unakuta kuna January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Lakini kalenda kuu ambazo tunazo nyingine kama tumesema tuko kwenye mwezi wa Ramadhani, Waislamu nao wana miezi yao. Kuna mwezi wa kwanza ni Muharram, mwezi wa pili ni Safar, mwezi wa 3 Rabiul Awwal, mwezi wa 4 Rabiul Thani, mwezi wa 5 Jamadul Awwal, mwezi wa 6 Jamadul Thani, mwezi wa 7 Rajabu, mwezi wa 8 Shaabani, unakuja sasa huwa Ramadhani. Baada ya hapo unakuja mwezi wa Shawwal, Dhulqa'da na Dhulhijja. Kwa sasa hizi taarifa zote ukizitazama ni kwamba wote tunategemea kitu kimoja ambacho ni jua. Unaposoma Mwanzo 1:14 anasema Mungu akasema na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya usiku na mchana, na hiyo ndio dalili na majira na siku na miaka. Ukienda pale chini 19 yasema ikawa jioni ikawa asubuhi siku ya 4. Kwa taarifa tunazikuta. Kuna mtu amehifadhi taarifa, huyu unasema Exegus Dionysius. Kuna baadhi ya watu ambao Mungu anatoa vipaji, wanaamua kuzihifadhi taarifa kuanzia mahali fulani, ila wakakosea mahali pengine hawakuwepo. Sasa ni juu ya wewe kufanya zile connection. Sisi tunaishi siku za mwisho. Dani inazungumza akasema kwamba wengi watakwenda mbio huko na huko, maarifa yatafanya nini? Yataongezeka. Kwa hiyo imani chanzo chake ni kusikia. Ukishasikia zile taarifa, kuna kipindi kama neema ya Mungu iko juu yako, maana unazikusanya. Leo hii ninyi mnavyosema wewe uko chuo, umefika chuoni, haujatunga vitabu wewe. Vitabu umevikuta. Una umri ulionao wewe ni umri si miaka 30 kama umefika sijui. Kwa mantiki yake ni kwamba kuna taarifa ambazo zimehifadhiwa duniani umezikuta. Ukishazikuta waliozihifadhi saa nyingine hauwajui, lakini vitabu vipo. Sasa kitabu unakichukua, unafanya research, unafanya uchunguzi, unasoma, unalinganisha hili na hili.
Halafu napata kitu kimoja cha ajabu sana. Mathematics never lies. Hesabu haijawahi kudanganya hata siku moja. Kwa hiyo nikikusanya taarifa za tarehe za Waislamu, nikakusanya taarifa za Wakatoliki, nikakusanya taarifa za Biblia, nikafanya world history, nikizipanga mstari, nikifanya uchambuzi, tarehe nazipata. Kwa hiyo unazungumza ni kwamba tarehe, kwa hiyo kutoka 12 imezungumza kabisa kwamba zile sikukuu zimetajwa kwamba kuna sikukuu ya Pasaka, kuna sikukuu ya kuna malimbuko, kuna mikate isiyotiwa chachu, kuna Pentekosti, kuna kuja kumbukumbu ya kupiga baragumu, kuna habari ya upatanisho na kuna habari ya vibanda. Zipo na kila tarehe, kila kitu kina tarehe yake. Kwa tunapozungumza tarehe ni kama ninavyozungumza kwa mfano rafiki yangu Msabato ambao amenisaidia sana kujua nyakati na majira. Ukimwambia siku lazima kwambia Sabato, Mungu alipumzika siku labda ya Jumamosi, maana Sabato ni Jumamosi. Lakini leo kweli ni Jumamosi, ndio tunazungumza leo. Leo ni Jumamosi na leo ni kweli siku ya Sabato ya Kiyahudi. Na namba ya Sabato ya leo ni 183,761. Yani toka siku ambapo ametunza Sabato ya kwanza katika bara ya Sini, kutoka sura 16 mstari wa 25, ambapo ilifanyika tarehe 22 mwezi wa Zivu, ambao kikonvert kwenye kalenda hii ya Gregory ni tarehe 22 mwezi wa Mei mwaka wa 1496 kabla ya Kristo. Miaka 3521 haijapotea siku hata hii. Kwa hata hii ya leo Sabato Jumamosi ya leo ni ya 183,761. Sasa Msabato sasa akaniambia, sasa mbona huitunzi Sabato? Ilianzia pale ya kwanza, ila Adam ukifuata sasa, ukishajua siku moja na ukajua nyakati na majira, ukazipanga mstari, hauikuti ile ya 7 ni Jumamosi, inakuwa ni Alhamisi. Kwa hiyo ina maana kwamba Sabato ya Jumamosi imeanzia bara ya Sini. Hiyo hakupewa Ibrahim, hakupewa Isaka, hakupewa Yakobo. Kwa hiyo hata tunapokuja kwenye pointi, tunakuja kwenye hizi sikukuu zinazokuja. Sikukuu zinazokuja umesema kuna Ijumaa Kuu ambao ukifuatilia katika utaratibu wao wa tarehe itaangukia Ijumaa tarehe 3 mwezi wa Machi, ambapo kuna kitu kinaitwa Jumapili. No, ni April, ni mwezi wa 4. Mwezi wa 4 tarehe 3 mwezi wa 4 Ijumaa Kuu. Lakini ukifuatilia ni kwamba kiuhalisia ni kwamba itakiwa iangukie tarehe 11. Yaani tarehe 18 mwezi wa Abibu itakuwa tarehe 11 mwezi wa Aprili, nadhani itakuwa Jumamosi. Kwa sababu kwa mwaka huu, mwaka 2026 mwaka mpya utakuwa Jumapili tarehe 29 mwezi Machi mwaka 2026. Kwa sababu kibibilia hatujaingia bado mwaka mpya. Huu mwaka mpya tulioingia ni mwaka mpya wa nini? Wa Kirumi. Okay. Lakini mwaka mpya naweza kusema mwaka mpya wa kibibilia bado. Kwa sababu mwaka mpya wa kibibilia waliokabidhiwa zaidi maana yake ni kwamba ni Wayahudi, lakini hata uumbaji ukifuatilia ni kwamba ni mwezi wa kwanza, mwezi wa Abibu ni wakati wa uumbaji. Unapoitazama chronology na dunia ni kwamba Mungu aliposema iwe nuru, tulishasema kwamba ilikuwa ni Ijumaa tarehe 1 mwezi wa Abibu mwaka wa 4165 kabla ya Kristo, miaka 6190 iliyopita. Kwa hiyo ile siku ya kwanza ilikuwa iliangukia Ijumaa. Ndio maana hata ile siku, ndio mkiangalia hii ninayosema mara nyingi, kuna mtu mmoja kwa mfano, Waislamu wanatumia lunar calendar. Asa lunar calendar ukifanya mahesabu, maana ile tarehe 4, ile siku ya 4 ya uumbaji ambayo ni mwezi wa Abibu katika ule mwaka, kwao ni tarehe 1. Mwezi sasa unakuwa Jamadul Thani, mwezi wa 6 katika mwaka wa 4936 kabla ya mwaka wa Hija. Mimi nasema kwamba uumbaji kwa kalenda hii ni mwaka 4165, ila kwao kwa sababu mwaka una siku 354.24246 mwaka wa mwezi. Sasa unaposema majira ni kuanzia kipindi hicho, wakati wa mwezi ni majira ya dunia, yani majira ya tarehe za wanadamu. Hata hii solar calendar maana inaanzia siku ya 4 ya juma la uumbaji. Lunar calendar inaanzia siku ya 4 ya juma la uumbaji. Lakini kuna hii spiritual calendar au Bible calendar inaanza siku tatu kabla ya jua, mwezi na nyota. Umezungumzia spiritual calendar. Kabla hujaendelea, hivi kwa nini nadhani Wakristo wengi hawaitumii sana? Nimejaribu kufuatilia ni kama hawaitumii sana spiritual calendar. Hiyo unaweza kuzana shida nini? Maana yake ni ya muhimu sana ninavyoona. Unachosema hizo taarifa ni ya muhimu sana. Ukifuatia madhehebu ya Kristo hivi kwani sasa hawatumii sana hizo calendar? Unajua alisema nani? Daniel kwenye kitabu hicho Daniel sura ya 12.
alivyoambiwa funika kitabu kakitie muhuri. Lakini mwisho akasema wengi watakwenda mbio huko na huko, maarifa yataongezeka. Ila baadaye alitaka ajue sana, akasema hakuna muovu yoyote atakayejua. Unajua hivi hivi, kwa nini unakuwa mwalimu? Ni kwa sababu kuna mtu mmoja mjinga, yani ule ujinga sio upumbavu, yani hajui. Sasa ina maana kwamba wewe utakuwaje mwalimu kwa wakati, yani lazima kuanzie giza ije nuru. Ni mpango wa Mungu tu. Kwamba tayari inafia hatua mpaka sisi. Wewe unafikiri kwamba mimi kuna mengine mimi najua, mimi hata najua kutengeneza kompyuta, sijui. Kuna vitu vingi sivijui. Kukariri fulani, kuna watu wanakariri sana, kuna Waislamu wanakariri maandiko, wanakariri mpaka kila kitu. Lakini mimi sikariri. Mimi nilichopewa au tulichopewa sisi katika masomo yetu, ambacho sidhani kama kuna mtu duniani ametufikia. Duniani nazosiongea Tanzania, duniani. Katika masuala haya unaso spiritual calendar mpaka tunavyowataja sisi. Tafuta channel zote kama utakuta kuna mtu. Nakuta channel nyingi wameandika nyakati na majira, lakini hakuna atakayeongea kama utakavyoongea. Sasa huu nao ni utambulisho wetu. Tumshukuru Mungu basi kwa hilo. Kwa hiyo kama hakuna hawajui, basi kuna kipindi wasijitie hamnazo. Kwamba mtu amesoma sana afu kwamba hivi neno zuri latoka Nazareti. Kwa kuna kipindi tunalo jambo ambalo tunalo, ukikuta katika Mungu anavyogawa vipaji na karama, anagawa kama apendavyo. Lakini ni nani anayebisha hali nao sema kwamba sio sawa? Tunayasema ndivyo yalivyo. Na huwa kuna kipindi hata kama mtu angetaka ajitie hamnazo, aseme sasa sio sawa, huyo ndio anayempenda mimi, aje useme usawa, alafu kama anavyosema Francis Ndacha, tuone mvua za makunguru zikishuka. Kwa sababu katika hili la makunguru kuna wasomi wengi, sio anaitwa nani, Dr. Sule, sio kuna Ndacha, kuna wanavya kwao, ila kwenye hili basi tumshukuru Mungu kwa hili. Kwa ni swala tu kwamba tayari tuna mfumo wamefichwa, kuna baadhi vitu wamevifichwa, lakini sasa kufichwa sio vibaya. Lakini leo ukiambiwa, kuna mtu mwingine ukisema anaanza kukuangalia usoni. Anakupima na angalia tu maarufu, sio nataka Diamond ndio waongee, si Mama Samia au watu maarufu. Ni mtu yoyote, ni namna. Kwa haya masomo tunazozungumza ndio ni masomo ambayo tumejaliwa kuyasema sisi. Lakini kuna walimu wengine nao wanayo duniani, isipokuwa ni kwamba wamezidiwa sana na ile masomo ya kubarikiwa, masomo ya muziki, masomo ya kukusanya fedha. Kwa ukishafikia kiwango hicho, maana yake ni kwamba unakuwa umefungwa kwenye haya, kwa sababu uko busy sana, unashangaa dunia imeisha, wewe unacheza tu muziki kanisani. Unaona? Lakini hauachi taarifa ambazo mwisho wa siku, kwani ukicheza muziki leo ukifa alikuwa tu anacheza muziki. Lakini taarifa hizi tukiziweka sisi zitadumu milele kwenye YouTube na vyombo vya habari. Maana zinaweka taarifa ambazo na sisi kwa sehemu moja tunakuwa tumechangia elimu na ufahamu wa duniani kwa aliye na dini au wasiye na dini. Kwa narudi pale kwenye ile spiritual calendar ambao inajaribu kuangalia weekly cycle, mfumo wa majuma, kwamba kuna ile siku ya kwanza, siku ya pili na siku ya tatu. Hakukuwepo na jua wala mwezi wala nyota, lakini ikaonekana kwamba mambo yalikuwa ni, kwa sababu kiangalia katika uumbaji ni kwamba akasema iwe nuru. Sasa tunaona nuru. Kwani ukisema nuru si maana yake ni mchana. Lakini maandiko yasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, roho ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru. Sasa ukisoma Kutoka 20 ikasema maana kwa siku 6 Mungu aliumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyopo vinavyoonekana. Ikiwa na maana kwa mujibu wa 11:9 kitabu cha Yohana, Yesu anasema hivi, je, masaa ya mchana si mangapi? Siku 12. Na Biblia inasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Kwa siku moja na masaa mangapi? 24. Alivyosema iwe nuru ni mchana. Kwa kabla ya nuru maana kuna kitu kuitangulia hewa, kuitangulia mavumbi ya ardhi, kuitangulia maji ule usiku. Roho ya Mungu akakaa juu ya uso wa vilindi vya maji. Baada hapo akasema ikawa nuru, siku ya kwanza. Kwa unapofuata siku ya pili ambayo imefuata, unakuta kulikuja kitu kwa mfano kama ukungu, kukaja mawingu, baada ikawa mbingu. Siku ya pili. Siku ya tatu akatenganisha bahari pamoja na nchi, baada ikatokea mimea. Siku inayofuata sasa ya 4 ndio akasema akaumba jua, mwezi na nyota. Siku ya 5 akaumba samaki na nini na ndege wa angani. Baada hapo ikaonekana kwamba siku ya 6 akaumba wadudu, akaumba wanyama na mwisho akaumba mtawala ambaye ni mtu. Siku ya 7 Alhamisi akapumzika. Ndio maana akasema ili ujue siku ya 7 ni ipi, ujue ya kwanza. Kwa ya kwanza ilikuwa Ijumaa, mwezi uliumbwa siku ya Jumatatu tarehe 4 mwezi wa Abibu 1465 kabla ya Kristo, au tuseme Jumatatu tarehe 3 mwezi wa Aprili. Sasa unashangaa hizo tarehe nyingine zinaanzia katikati. Yaani dunia inaanzia mwezi wa 4.
Unaona mchezo unavyokwenda, hapo ina maana dunia inaanza mwezi wa 4 inakueje? Wakati huo mwezi wa kwanza halisi ni ule Abibu. Halafu inafuata hivi kwa Waislamu, basi kama tungefuata swala mwezi na kalenda yao walioanza kipindi hicho ambao huu ni mwaka 1447 Alhijiria, basi wao ilikuwa kwamba mwezi uliumbwa tarehe 1 mwezi wa 6 kwa kalenda ya Kiislamu ni Jamadul Thani katika mwaka 1436 kabla ya mwaka wa Hija. Kwa sababu inaanzia mwezi wa 6. Wenyewe kuhesabu pale walipoanza kuhesabu, wanahesabu mwezi wa walipoanza kuhesabu zile miezi, wanahesabu huyo ni mwezi wa kwanza kwa ni Muharram. Okay. Sasa huko hawakuepo. Sasa nataka niseme hivi. Ukirudi nyuma ndio sasa urudi nyuma sasa uone kumbe unafika wapi kule. Yaani ukirudi nyuma maana umegonganisha pale. Huwezi ukiweka tarehe tofauti ya uumbaji. Kwanza ukishapata hivi, kinachotufanya tujue mwanzoni, kwanza lazima tuamini, nilikuwa nimefuatilia chronology, mfuatano wa matukio. Ambayo matukio ya ulimwengu kuyafuata yanakupa taarifa zote za dunia. Sasa kuna mtu mmoja kama ninavyosema anaweza kuona hakuna umuhimu, ni myth, yani myth kitu ambacho sio halisi. Pale ndio unajitia hamnazo. Au unajitia hamnazo halafu haurelay upon logic and reason. Mimi nimepata kitu kimoja ambacho ninacho toka utoto wangu. Sikuwa napenda historia. Nilikuwa napenda masomo ya logic and reason. Nilikuwa napenda mathematics. Mathematics never lie. No claiming capacity, that's understanding. Ya unaweza ukaelewa. Ukishaelewa vile ile logic and reason, basi utapenya na kujua masuala makuu zaidi ya dunia. Na ndio maana nifikia hatua kuna watu wa viwango vya juu, watawala, wasomi ambao hajatumia nguvu nyingi sana lakini kapata neema kanyoka. Lakini kuna mwingine amekariri tu hajui ameanzia katikati au nyuma au mbele. Kwa sisi masomo yetu ni kwamba tuna relay, tuna survey dunia. Biblia ndio kitabu ambacho kinakupa zile taarifa. Taarifa zile hazikupi kwenye sayari ya Mars. Zinakupa taarifa za nani? Za sayari ya dunia. Nikupe kitu kimoja kabla sijamaliza. Kisayansi jinsi kitabu cha Biblia inavyokwenda. Nilipata siku moja kuangalia tu kwenye taarifa za watu wa astronomy kwamba dunia yani katika revolution inatembea kilomita 29.6 kwa sekunde, yani kilomita 29.6 kwa sekunde. Mimi nikajaribisha je kwa dakika, nikachukua mara 60. Maana yake ni kwamba kilomita 1776 kwa dakika. Haya nikachukua mara 60 tena nipate kwa saa. Nikapata ni kilomita 1,6560. Haya twende kwa siku. Nikapata milioni 2,557,440. Nikachukua kwa mwaka. Kwa mwaka nikakuta napata kilomita 934,104,960. Nini maana yake? Nikagundua kwamba kumbe sisi kwa mwaka mmoja tunatembea katika revolution kuzunguka jua katika njia ya orbit kilomita 934,104,960. Sasa ukishaipata hili ushapata circumference. Kwa ni rahisi sasa kupata kwamba kutoka katika jua kutoka duniani hapa mpaka katikati ya jua nikakuta ni kwamba ni karibu ni kilomita 148 milioni. Kweli kuangalia kwenye vitabu vyao ni hivyo hivyo. Kwa ni kitu ambacho ina maana kwamba mtu umepimaje pale? Circumference ukigawanya kwa pi ambao ni constant unapata jibu. Na ndio maana mpaka leo tunatumia simu hizo na kompyuta. Aliyeingia sio malaika, ni binadamu aliyetumia akili yake, sayansi na teknolojia. Kwa hiyo haya mambo yanawezekana na yako wazi. Tuna masomo haya yako wazi yatabaki hivyo. Kwa sababu tunaongea mambo ya duniani huko mbinguni kama Yesu alisema hivi. Katika Yohana sura ya 3 tunaongea na Nikodemo kwamba kama mimi nawaambia mambo ya duniani hamwezi mkajua. Mtajueje nikiwaambia mambo ya mbinguni? Wakati hakuna aliyepanda kutoka mbinguni isipokuwa aliyeshuka ambaye ni mimi. Hata mtu atazaliwaje mara ya pili? Sasa kama niingie tumboni kwa mama. Kwa hata tunayozungumza hatuzungumzi ya sayari ya mbinguni, tunazungumzia ya duniani. Hata mtu asiye na dini, asiye Mkristo, mtu yote akishatumia akili zake ubongo alionao, akipiga mahesabu anapata majibu. Sawa. Kwa hiyo dunia ndio maana inawezekana taarifa hizi. Ndio maana napenda sana rafiki zangu wa Sabato. Wamenisaidia sana. Hata hao Waislamu kwa sababu ni ule ushupavu wao wa dini unasaidia. Ukikuta mtu ni mshupavu wa dini, huyo ni msaada. Ukiangalia hawa lokole wangu wao wanaimba tu hawakusumbui sana. Hata kukua na hoja nao inakuwa ni vigumu. Mashahidi wa Yehova wenyewe kidogo ukienda nao unaenda vizuri. Maana wenyewe uumbaji wameweka mwaka 1426. Wamepoteza miaka 139. Ukija hii tunayotumia Anno Mundi ambao ni tarehe ngapi? Tarehe 4 mwezi wa Adari katika mwaka 5785 Anno Mundi, ina maana kwamba ni taarifa ambazo Wayahudi wa kisasa waliweka uumbaji ni kama ni tarehe Jumamosi tarehe 6 mwezi wa Oktoba mwaka 3761, na Wakatoliki hii wanaiunga mkono kwamba dunia sasa ilianza kipindi. Sasa ukiangalia ilianza eti Jumamosi
tarehe 6 mwezi wa Oktoba, tarehe 6 inaanzia katikati, na ile ukiconvert kwenye kalenda hii ya Kiyahudi inaangukia tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 1361. Sasa tarehe 10 mwezi wa 7 kibiblia ni siku ya upatani, kwa ina maana kwamba dunia ilianzia siku ya upatanisho, na hata ile Oktoba 7 mwaka 2023 ilikuwa siku ya upatanisho. Kwa hiyo haya masomo yanawezekana, very simple. Kama watu wanaweza kutengeneza kompyuta na kila kitu. Wewe kompyuta, mnaingia kwenye kompyuta huko. Kuna mahesabu, masuala ya artificial intelligence. Watu wanapanda kwenda kwenye mwezi juu. Wana vyombo vya ajabu na drone. Leo hivi hesabu za kawaida kama hizi ni mtu tu, ni kama ibilisi amelifukia tu ili kwamba tayari mambo yaende. Lakini mahesabu ni masomo mepesi hata ukitaka. Ila kuna watu ni kama shetani amewazuia wasiyajue ili waendelee tu kucheza muziki siku ziishe.